Tunaenda kualika uwepo wa Roho wa Bwana atawale kwenye mkesha wa siku ya leo. Uwepo wa Roho wa Mungu atawale kwenye mkesha huu. Nguvu za Mungu zitawale, uweza wa Mungu katawale. Tunaenda kualika uwepo wa Roho Mtakatifu mahali hapa, ili mkesha ukawa mkesha wa historia, maana ni mkesha wa nusu mwaka, ni mkesha wa kumshukuru Mungu, na ni mkesha wa kuweka agano jipya na Mungu kwa ajili ya miezi 6 iliyobaki ya mwaka 2025. Tunaenda kualika uwepo wa Roho Mtakatifu. Nguvu ya Mungu itawale ndani ya kila moja. Yeye ni Roho, anakaa ndani ya mwili. Roho wa Bwana akishuka, hatashuka kwenye viti, atashuka kwa mtu, atatawala ndani ya mtu, atatamalaki ndani ya mtu. Na siku ya leo ni maombi yangu vipawa vya watu vifunguliwe. Ni maombi yangu neema ikashuke kwa viwango vya juu sana. Ni maombi yangu vifungo vyote vikakuachie. Ni maombi yangu wewe kufunguliwa na kufutwa machozi na Yesu mfuta machozi. Uwepo wa Roho akatawale mahali hapa. Uwepo wa Roho wa Mungu akatawale mahali hapa. Sema, Bwana Yesu, ninaalika uwepo wa Roho Mtakatifu akatawale mahali hapa kwenye mkesha huu siku ya leo. Roho Mtakatifu, tawala ndani yangu, tawala kwenye nafsi yangu, tawala kwenye moyo wangu, tawala mahali hapa. Nimekuja mahali hapa kusemezana nawe. Ninaomba Bwana, uwepo wako sasa ukatawale mahali hapa, ukatamalaki mahali hapa, ukadhirike mahali hapa. Na siku ya leo Bwana, Roho Mtakatifu ukanifunulie mambo makuu ya ajabu ambayo sijawahi ona kwenye maisha yangu. Roho Mtakatifu ukanifunulie matendo yako makuu, ukanifunulie matendo yako makuu, uweza wako na nguvu zako zikaonekane ndani yangu na ndani ya mkesha huu wa siku ya leo, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Anza kuomba uwepo wa Roho Mtakatifu utawale mahali hapa, utawale ndani yako. Karibisha uwepo wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye mtenda miujiza. Roho Mtakatifu ndiye anayefanya na kutenda. Roho Mtakatifu ndiye anayefundisha. Roho Mtakatifu ndiye anayebadilisha historia ya maisha ya kila moja. Roho akitawala ndani ya mtu, hakuna giza itamsumbua, hakuna giza itamtesa, maana Roho akitawala, kuzimu hawana nafasi. Roho akitawala, giza halina nafasi. Roho Mtakatifu tawala mahali hapa, tawala kwenye mioyo yetu, tawala kwenye nafsi zetu, tawala mahali hapa Bwana. Roho Mtakatifu ukajifunue kwa kila moja, kwa matendo yako makuu Bwana, kwa ishara na maajabu Bwana. Roho Mtakatifu ukajifunue kwa kila moja, kama vile siku ya Pentekoste walipokuwako mahali pamoja katika ile nyumba Bwana, wakikusubiri wewe, ukashuka kama ndimi za moto zilizogawanyika, zikamshukia kila moja wapo, wakanena kwa lugha mpya, Roho Mtakatifu ukatawale sasa mahali hapa. Uvumi ukatokea mahali hapa wa Roho Mtakatifu ukatawale mahali hapa. Roho Mtakatifu ya Mungu tawala mahali hapa kwenye nafsi zetu. Roho wa ishara na maajabu, Roho wa matendo makuu, Roho ya ishara na maajabu, Roho wa ufungulivu, Roho wa uponyaji, Roho unaofungua, Roho unayefungua, Roho unayeponya. Tawala mahali hapa, tawala mahali hapa Bwana, tawala mahali hapa Bwana, tawala kwenye nafsi zetu, tawala kwenye mioyo yetu, tawala Bwana, tawala. Tumekuja mahali hapa tukisimama kwenye zamu zetu kusema na wewe, kusemezana na wewe. Tawala Roho wa Bwana, tawala. Shuka Bwana, shuka ndani ya mioyo ya watoto wako, shuka ndani ya wote wanaosikia sauti hii Bwana. Shuka Roho Mtakatifu, shuka ukifungua yale ya sirini yaliyojificha. Roho, wewe ndio
unayafunua yale ya sirini, unayafunua yale yaliyojificha ya sirini. Sasa Bwana, ukaweze kuyafichua yale yaliyojificha, vile vifungo vilivyojificha, ukaifunue, ukafichue. Roho Mtakatifu, fichua, funua kwa neema yako, kwa uweza wako na kwa mamlaka vilivyojificha kwa siri. Funua Bwana. Roho tawala, Roho tawala, Roho tawala, tawala, tawala Bwana, tawala kwa watoto wako, tawala usiku wa leo, tawala kwenye mkesha huu. Roho tawala ndani ya mji huu Bwana, tawala ndani ya mji huu Bwana. Hii sauti ikawe na mamlaka ya kutiisha kila kitu, ya kutiisha kila ngome, ya kutiisha kila falme, ya kutiisha kila mamlaka. Roho tawala, Roho tawala, Roho tawala, Roho Bwana tawala, Roho Bwana tawala. Fichua yaliyojificha, fichua yaliyojificha. Roho Bwana tawala. Tumekuja Bwana kusemezana na wewe. Hii ndio haja ya mioyo yetu, wewe kutawala juu ya maisha yetu. Tawala Bwana, hii sauti ikawe na mamlaka ya kusemesha kila ngome na kila falme. Bwana, giza halina nafasi. Ni usiku wa nuru, sio usiku wa giza tena. Usiku huu ni usiku wa nuru, giza halina nafasi. Roho tawala. Ukitawala ni nuru imetawala, giza halina nafasi, giza halina nafasi. Roho tawala. Hata kwa ambao sahihi wako njiani wanakuja, Roho tawala. Hata kwa ambao sahihi wako manyumbani wanaanza kuja, Roho tawala. Hata kwa ambao sahihi wanaisikia sauti popote pale walipo, Roho tawala. Giza halina nafasi, nuru ikatawale. Ni usiku wa nuru, sio wa giza tena, kwa jina la Yesu. Roho wa Bwana tawala. Fichua yaliyojificha, fichua yaliyojificha ndani ya mji huu, fichua yaliyojificha. Roho tawala, Roho tawala, Roho tawala. Mambo ya sirini, mambo yanayofanyika kwa sirini yakafichuliwe Bwana, yakafichuliwe, yakafichuliwe. Yale ambayo watu wa giza waliyapanga sirini ndani ya mji huu kwa ajili ya watoto wako, Bwana, ukayafichue, 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 ukayafichue. Roho tawala Bwana, tawala Bwana, tawala Bwana. Ukafichue kila kilichojificha, kila kifungo kilichojificha, kila kifungo kilichojificha. Roho ukakifinyue, Roho ukakifichue, Roho ukakifichue. Roho wa Bwana tawala kwenye usiku wa leo. Roho wa Bwana tawala, 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 tawala kwa barabara zote, tawala kwenye njia zote, tawala kwenye njia panda zote, tawala. Hakuna madhabahu ya giza itasimama, hakuna falme za kusema zitatawala. Roho tawala kwa njia panda zote za mji huu. Roho tawala, Roho tawala, tawala, tawala Roho, tawala Roho wa Bwana, tawala Roho wa Bwana, tawala Roho wa Bwana, tawala hata kwa ambao wanakuja sahihi. Roho wa Bwana ukawaongoze, wewe tawala. Tumejitiisha falme zote za giza zinazozuia, falme zote za giza zilizozipanga hawana nafasi. Roho wa Bwana tawala, uwepo wako ukatawale, uwepo wako ukatawale, uwepo wako ukatawale, ukatawale Bwana, ukatawale Bwana, ukatawale Bwana, ukatawale Bwana, kwa neema yako, kwa uweza wako, kwa mamlaka yako Bwana. Roho mleta majibu tawala, Roho ishara na maajabu tawala, Roho unayetenda mambo makuu tawala. Tawala Bwana kwa neema yako, tawala Bwana kwa utukufu wako, tawala Bwana, tawala, endelea kutawala Bwana. Oh, tawala Bwana. Ni wewe Mungu pekee wastahili hicho Bwana. Roho tawala, ukajifunue. Tawala Roho, ukajifunue kwa unabii, ukajifunue kwa maono, ukajifunue. Bwana, tenda vile upendavyo, tenda vile upendavyo. Shangaza Bwana wakuone, shangaza wakuone Bwana, shangaza wakuone Bwana, ili watoto wako wasichekwe kwamba wameacha usingizi bure,
kwamba wametoka bure, kwamba wamepigwa na baridi bure, kwamba wamejitesa na kujitaabisha bure. Roho shangaza, Roho shangaza wengine, shangaza wengine Bwana, shangaza wengine Bwana, shangaza wengine Bwana, kwa matendo makuu na ishara na ajabu utakayotenda leo. Shangaza wengine Bwana. Roho wa pekee tawala, Roho wa pekee tawala, Roho wa pekee tawala, kwa neema yako iliyokuu na kwa utukufu wako na kwa nguvu yako na kwa uweza wako, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu Kristo. Ina mikono yako juu, tuabudu Mungu. Tunapoabudu tunakaribisha uwepo wa Roho wa Bwana. Ndio Bwana. Ni wewe Bwana. Endelea kusemezana na Mungu. Usinipite Bwana, usinipite unapogusa wengine, nami niguse. 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 Asante Roho Mtakatifu kwa uweza na kwa nguvu na kwa mamlaka yako, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Pigia Bwana makofi. Inaomba tumsifu Mungu kwa dakika hizi chache, alafu tutaendelea na ratiba ninavyosema. Naomba tumsifu Mungu kwa kuchangamka. Say
Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya usiku wa leo. Ni usiku wa nuru, ni usiku wa kibali, na ninakupongeza wewe ambaye umeweza fika mahali hapa. Lakini ninakupongeza kwa sababu umekuwa na sikio la kusikia. Haleluya. Umekuwa na sikio la kusikia kuja kukesha, na ninaamini kwamba Mungu atafanya kitu ambacho ni cha tofauti na cha viwango vya juu ya maisha yako siku ya leo. Mkesha huu umebebana na mambo mawili. Kitu cha kwanza ni suala la kumshukuru Mungu kwa ajili ya kutupigania tangu tumepokea huu mwaka, lakini pia ni kwa ajili ya kuweka agano mpya na Mungu kwa ajili ya miezi iliyobaki. Haleluya. Naamini Mungu atatenda mambo makuu sana siku ya leo juu ya maisha yako. Amen. Kwa majina yangu ninaitwa Apostle Elia Mtishbi. Ni mchungaji wa kanisa ile la Uwezo wa Bwana hapa Sanya Juu. Lakini pia watumishi wa Mungu wako mahali hapa, na imempendeza Mungu tuwe pamoja nao, na umekuwa mkesha wa kibali kikubwa sana. Haleluya. Inaomba sasa fungua Biblia yako, chukua diary yako ili tuanze kazi mapema. Andika kujitenga na roho za wakuu wa madhabahu ya giza ndani ya familia. Mkesha uleo kitu ambacho tutakishughulikia ni kukata muunganiko, kukata connection ya wakuu wa giza ndani ya madhabahu ya familia. Haleluya. Kuna wakati mafanikio hayaonekani, ni kutokana na kwamba uliunganishwa wapi, umeshikiliwa wapi. Haleluya. Kwa hiyo kujitenga na roho za wakuu wa madhabahu ya giza ndani ya familia. Kila familia ina wakuu wa madhabahu ambao hutumiwa na roho za giza ndani ya familia. Haleluya. Hao wakuu kazi yao ni kutumiwa na roho ya giza ndani ya familia. Ukiona mambo ya familia hayaendi vizuri, ujue kuna mtu yuko ndani ya familia anawakilisha zile roho, anawakilisha giza ndani ya familia. Kazi yao ni nini? Kazi ambayo wanafanya hao wakuu wa giza ndani ya familia ni kuzuia mafanikio ya familia, kusimamia mikataba ya kipepo ndani ya familia, kuzuia kazi, elimu, ndoa. Nikisema kusimamia mikataba ya kipepo, kwamba kila familia kuna kitu kinaitwa katazo. Hao watu wa giza wana sheria zao. Kuna kitu wamekikataza kwamba sisi hatusomagi. Haleluya. Kwamba huu mji hawaolewagi. Kwa hiyo kuna mwakilishi yuko pale anaitukuza ile madhabahu kwa ajili ya kuzuia ndoa, kwamba ndani ya mji huu hakuna mtu kuolewa. Lakini pia kuna mtu yuko hapo anaitukuza hiyo madhabahu kuisimamia sheria kwamba ndani ya hiyo familia hakuna mtu anaweza kusoma. Haleluya. 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 Kwa sasa kazi yao ni kusimamia ile sheria za kipepo ndani ya familia. Hii familia hakuna kufanikiwa. Anasimamia, anaitukuza ile sheria kwamba hakuna kufanikiwa. Atakayefanikiwa atahukumiwa. Kuna hukumu yake, kuna namna wameweka. Hakuna mtu kuishi maisha ya viwango vya juu. Hii familia hakuna kujenga. Mtu akishaanza kujenga, kuna kitu inamkuta.
kuna jambo linamkuta. Ndio maana sio kitu cha kawaida mtu kuanzisha ujenzi, ameweka msingi, alafu miaka 40 msingi uko hapo. Haleluya, haleluya. Na alikuwa ametarajia ndani ya huo mwaka mmoja amalizie huo ujenzi, lakini ndani miaka 40 msingi uko hapo, haujafanya chochote, hakuna wa kuendeleza. Basi yeye ameshindwa, na watoto wameshindwa kuendeleza, na wajukuu wameshindwa kuendeleza. Haleluya. Sio bure, kuna ambaye kuzimu anamtukuza kwenye ile eneo kuisimamia hiyo sheria kwamba hapa hawajengagi, hapa hatujengagi. Haleluya. Kuna katazo la kufanikiwa. Hata nilishaiona familia fulani wanaweza lima, lakini katazo la kwao mazao hayakaagi ndani. Hata wafanikiwe kivipi, wavune magunia mangapi, lakini lazima watakuwa watu wa kuhemea. Mtu anaweza vuna magunia 50, lakini unaona anaanza kuhemea, nisaidie mwaka huu sijalima, nisaidie mwaka huu sijalima. Anakuwa na roho kwamba roho iliyoko ndani ile familia ni ya kuomba. Amen, amen. Ni ya kuomba. Sasa ile roho ya kuomba inamzuia mtu asiweze kuweka akiba. Atakayeweka akiba kwa hiyo familia lazima madhara yatamkuta. Haleluya. Ya tatu, kuwashitaki wale wanaoenda kinyume na hizo hukumu na sheria zao. Wanawashitaki vipi? Kwamba yoyote sasa imezuiliwa kwamba hapa hawasomagi, atakaye pambana kusoma anahukumiwa kwamba jambo fulani limpate, kitu kibaya kimpate, lakini hata kuhukumiwa umauti au kuchanganyikiwa. Unaona mtoto anaanza soma vizuri, anafika kidato cha ngapi, ghafla amechanganyikiwa shuleni. Au mwingine amekaribia ile siku ya mtihani, ghafla amepatwa na kesi shuleni, ameachishwa masomo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni wengi wanaofukuzwaga ghafla. Mwanafunzi amepambana miaka 4, amemaliza kidato cha 4, miaka 2, ule tu mtihani wa kidato cha 6, ghafla kuna kesi inatokea, imebaki siku 2 au 3 ya mtihani, anafukuzwa shule. Si mmeshawahi kusikia? Ile ni katazo. Kuna moja inaweza kuwa anakatazwa, lakini ataenda na wengine kwa sababu ni kitu kimezuiliwa ndani ya familia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana tunasema Roho wa Mungu anafichua hata vifungo vile vilivyojificha, kwa sababu kila mateso ambayo mtu anapitia kwa maisha yake kuna kisababishi. Kila tatizo ina chanzo, kuna kisababishi, kuna kilichosababisha kuwepo kwa hiyo tatizo na kwa hiyo changamoto. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuna mambo unaweza ona yametokea tu katika hali ya kawaida, lakini yalitengenezwa na watu wa giza na yanasimamiwa. Kwa hiyo huyo, kwa sababu hajui chochote, anakabiliana tu na hiyo hukumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna ingine familia ambayo iko na agano la ulevi, kwa ambaye atapambana kuacha pombe, atapambana kuachana na mambo ya kunywa pombe, lazima madhara yatampata. Atahukumiwa kwamba kwetu sisi ni walevi, kwetu pombe ni namba 1. Kuna kitu leo usiposhughulikia mama kwa maisha yako, baadaye itakuja kuwatesa watoto. Kuna siku leo baba usipoishughulikia kwa maisha yako, baadaye itakuja kuwatesa watoto. Leo tuamue kushughulikia hivi vitu ambavyo vilikuwa vimejificha, ili hata watoto wetu waweze ishi maisha vizuri, wasiteswe na vifungo, wasiteswe na roho za kimadhabahu ya giza, ili wasitambulike kwenye hizo madhabahu, wasiwe na fuatilizi zozote kwenye hizo madhabahu. Haleluya. Ninakupongeza wewe ambaye umeacha usingizi ukakuja hapa. Naona hata kuna wengine umekuja na watoto wachanga.
ni neema kubwa sana. Ninakupongeza wewe. Haleluya. Lakini leo lazima kujitenga na madhabahu yote imesimama kwa familia, lazima kujitenga. Kitu kingine ambacho wanaweza kufanya kuwamilikisha familia chini ya hiyo madhabahu. Unajua kazi wanayofanya kutafuta washiriki wao. Wanakuambia kila tatizo unaloona kwa maisha yako kuna chanzo. Leo ndio hii chanzo tunaenda kukishughulikia. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ikiwezekana anayetesa hiyo familia na mtunza hiyo madhabahu, hata akifa ni sawa, hata akianguka ni sawa, ili wengine wapone. Haleluya. Unajua ili upate mazao, mbegu lazima ikufe kwa ardhi. Si ndio? Mbegu isipokufa ardhini hakuna mazao. Kwa kuna mtu lazima pia aondoshwe. Kama hataki si wa kuokoka, si wa kugeuka, akiondoka ako na faida gani kama anatesa tu wengine? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Amen. Asiao nyingine kusimamia na kutoa sadaka ya kafara kwa madhabahu yao ili kuendelea kuwafunga wengine na kuwatoa wengine sadaka. Unajua maana kutolea sadaka, unaweza kuwa umeshatolewa sadaka na uko hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Vitu vyako vimeshatolewa sadaka na wewe uko hai. Umeshakabidhiwa mahali, umeshashikishwa mahali. Haleluya. Vipawa vyako vimeshamilikishwa kwa madhabahu ya giza. Leo ndio tujitenge kwa hiyo madhabahu. Haleluya, haleluya. Lakini kitabu cha Waefeso 6 mstari wa 12 nikwambie kama vyeo vitano vya huo ufalme wa kuzimu. Kitu cha kwanza kuna falme. Kitu cha pili kuna mamlaka. Kitu cha tatu kuna wakuu wa giza. Kitu cha nne kuna majeshi ya pepo wabaya. Nadhani zipo 4. Haleluya. Kuna falme, mamlaka. Yaani ufalme, alafu huo ufalme una mamlaka gani? Haleluya. Lakini cha tatu kuna wakuu wa giza, kwamba waliotawala sasa, wale wakuu, wale viongozi wa hiyo madhabahu, na ambao wako na kazi ya kutumwa na kuagizwa na nini, na kwa ajili ya kufunga. Haleluya. Alafu cha nne majeshi ya pepo wabaya. Hiyo ni jeshi ambalo linatumwa shambulia, peleka sukari pale, peleka ugonjwa wa kisukari pale, peleka ugonjwa wa pressure pale, peleka piga uchumi wa yule, fanya hiki, fanya hiki. Hayo ni maroho ambayo yanaelekezwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nisome hiyo Waefeso 6:12. Nasoma Waefeso 6 mstari wa 12. Neno la Bwana linasema, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama. Ndio. Bali ni juu ya falme na mamlaka. Juu ya falme na mamlaka. Juu ya wakuu wa giza hili. Juu ya wakuu wa giza hili. Juu ya majeshi na mapepo wabaya. Juu ya majeshi na pepo wabaya. Katika ulimwengu wa roho. Katika ulimwengu wa roho. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Sasa kwa nini unasema kushindana kwetu? Lazima tushindane. Hautaogopa mashindano. Lazima kupigana. Hautaogopa vita. Sasa tumekuja kukesha, lakini tumekuja kupigana. Amen. Tumekuja kufanyaje? Kupigana na falme na mamlaka na wakuu wa giza na majeshi ya pepo wabaya. Hasa hizo vitu viko ndani ya mtu. Kuna mmoja ambaye anawakilisha huo utawala. Akianguka familia itapona. Akianguka nyumba itapona. Akianguka mji utapona. Haleluya, haleluya. Kuna ambaye yupo kudumisha hizo roho ndani ya madhabahu, ndani ya familia. Akianguka nyumba itapona. Amen. Akianguka mji utapona. Amen. Haleluya, haleluya. Lazima tukubali kushindana nao, maana tukishindana nao sisi tutashinda. Halo. Amen. Halo. Halo. Wangapi wamekuja na mahitaji yao 6? Jipigie makofi.
Haleluya, haleluya. Amen. Tuanze na habari ya mtu mmoja anaitwa Gideoni, Waamuzi 6:25. Alafu tutaingia kwenye maombi, alafu tutaingia kwenye kumwabudu Mungu. Waamuzi 6:25 kwa habari ya kuvunja madhabahu. Haleluya. Waliosinzia, haleluya. Amen. Sasa ndani ya familia, ndani ya mji, inaweza kuwa sio baba ikawa mama, inaweza kuwa sio mama akawa kaka, inaweza kuwa sio kaka akawa dada, basi inaweza kuwa akawa shangazi, basi inaweza kuwa akawa ndugu tu yoyote. Maana hiyo roho lazima itakaa ndani ya mtu. Kwa nini? Si kwamba huyo mtu ni mbaya, hapana. Huyo mtu yuko kwenye umateka. Akishatekwa atawakilisha huo utawala, maana hajitambui. Ni kama kichaa umempatia rungu au panga, atakata yoyote. Hata aliyempatia hiyo panga atamkata tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Endelea. Ukaikate ashera ile iliyo karibu nayo. Ukaikate ile ashera iliyo karibu nayo. Mstari wa 26. Ukamjengee Bwana Mungu wako madhabahu juu ya ngome. Ukamjengee Bwana Mungu wako madhabahu juu ya ngome. Juu ya ngome hii. Ukamjengee Bwana Mungu wako juu ya ngome hii. Ukamjengee Bwana Mungu wako juu ya ngome hii. Kwa taratibu zake. Kwa taratibu zake. Hilo katazo tutaenda kinyume na hilo katazo. Amen. Tutapindua na kubatilisha hukumu yao. Amen. Kama walitoa hukumu juu ya maisha yako, tutabatilisha hiyo hukumu. Amen. Tutageuza hiyo hukumu. Amen. Itakuwa batili hiyo hukumu. Amen. Na wewe utakuwa salama. Amen. Tutakata muunganiko wote. Amen. Kama ni ukoo unatuunganisha, tutakata huo muunganiko wa ukoo. Amen. Tutakuwa ukoo wa Yesu. Amen. Tutaunganika kwa ukoo wa Yesu. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Tutaenda kinyume na kila hukumu, kila katazo. Mahali wamesema hatutavuka, tutavuka. Mahali umesema hatutaenda, tutaenda. Amen. Mahali wamesema hatutafika, tutafika. Amen. Maana sisi hatutambuliki kuwa wa kwao. Sisi tunatambulika kuwa wa Yesu. Amen. Na watakubali kutufuata. Amen. Na wengine watafunguliwa kwa familia. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Gideoni alipopokea tu taarifa kwa Mungu, chukua ng'ombe wa pili wa baba yako, ukaivunja ile madhabahu ya Baali, nijengee mimi madhabahu. Sasa tunavunja ya Baali, tunamjengea Mungu madhabahu. Amen. Haleluya, haleluya. Hata kama umetokana na familia wanaenda chinjaga kwa makaburi, wanafanya maagano, sijui wanafanya nini, lakini sasa tutaenda kinyume na wao. Amen. Tutavunja hiyo madhabahu. Amen. Na wewe utakuwa salama. Amen. Na watu akili zao zitafunguliwa. Amen. Watakufuata wewe, watakukimbilia wewe. Amen. Watakufuata wewe. Amen. Leo moto utawaka kwa watunza madhabahu yote ya kipepo. Amen. Moto utawaka kwa watunza madhabahu yote ya kipepo. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. 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 Ninaomba usimame.